Mathayo sura 27 mstari wa 50 mpaka 51. Biblia inasema hivi: naye Yesu akisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Naye Yesu akiisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Manake kabla ya roho ya Yesu kutoka, kilichotangulia, Yesu alipaza sauti yake. Na Biblia inasema roho yake ikatoka. Swali la kujiuliza, kwa nini pazia la hekalu lilipasuka? Mwambie jirani yako, swali la kujiuliza, kwa nini pazia la hekalu lilipasuka? Swali la kujiuliza, kwa nini pazia la hekalu lilipasuka? Kuna uhusiano gani kati ya roho ya Yesu kutoka na pazia la hekalu likapasuka? Biblia inasema kwenye Waefeso, kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. Endelea, malizia. Let me remind you, our focus this year is divine victory. Apart from that scripture ambao tulitamkiwa na askofu, katika mstari ambao unatakiwa umeze, ni huu hapa: kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na, bali ni juu ya falme na mamlaka. Ili uweze kusurvive hapa duniani, ni lazima uweze kuelewa what was the secret behind, siri ambayo ilikuwepo mpaka Yesu akatutengenezea huu mstari unaosema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Kama Yesu alitoa roho, maana yake Yesu alikuja kutekeleza. Kitabu cha Efeso sura 6 mstari wa 12. Biblia inasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili. Tusiende kwa wakuu wa giza. Unajua hao wakuu wa giza na watu gani wengine? Juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Hao ni watu wadogo sana. Unajua hao wakuu wa giza, mapepo mabaya, hawa ni watu ambao ni wadogo sana. Mwambie jirani yako, hawa ni watu wadogo sana. Kama unakudisturb, maybe because you are somehow lazy. Kama baka leo bado una fight na pepo mapepo maimuna, somehow you are lazy katika kutafuta uso wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nakupa hiyo challenge, nikwambia somehow you are lazy inaweza ikakutengenezea hali ya kuamka na kutafuta uso wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ngoma ilomleta Yesu akakata roho ni hii ya falme na mamlaka. Na hakuna ufalme ambao unaibukaga tu. Mwambie jirani yako, hakuna ufalme ambao waga unaibuka tu. Na kuhakikishia 100%, hakuna ufalme ambao waga unainuka. Hakuna utawala ambao waga unainuka. Tunapozungumza ufalme, tunazungumza utawala. Na ndani ya utawala kuna outcome ya kitu kinachoitwa authority. Ili mamlaka iwepo, lazima utawala uwepo. Hakuna mamlaka kama hakuna utawala. Sasa mfumo wa Mungu aliotengeneza kwenye maisha yetu, alitengenezea mfumo ambao kuna falme na mamlaka.
Mwambie jirani yako, mfumo ambao Mungu aliotengeneza ni wafalme na mamlaka. Ndio maana hata kwenye familia zetu kuna ukoo, alafu ukoo unatengeneza familia. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya kimamlaka iliyoko ndani ya familia unayotoka inategemea na nguvu ya kiutawala iliyoko ndani ya ukoo. Mwambie jirani yako mpaka. Praise the Lord. Listen to me. Hebu taja majina yako matatu. Mimi naitwa John Christopher Sembatwa. That is my name. Sawa, Jina Christopher ni jina linalowakilisha familia. Sawa, ya my beloved father. Sawa, my blood father. Sawa. Alafu jina Sembatwa, huo ni utawala. Sawa, wa ukoo niliotokea. Huyu Christopher, mamlaka yake kwenye maisha inategemea na utawala ambao uko katika ukoo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nimekwambia Kristo alipokuja duniani alikuja for the sake, kwa ajili ya utawala. Kwa ajili ya utawala. Ndio maana Kristo kabla hajakata roho, kabla hajasil, kabla muhuri haujagongeka, sema kabla muhuri haujagongeka, ilibidi mamlaka yake isikike, alafu ndio roho iweze kutoka. That is a principle. Wangapi wanaelewa mpaka hapo? Ili Yesu aweze kukata roho. Na kuhakikishia kuna saa either unataka hautaki, either you believe only on the grace, either unaamini kwenye neema tu peke yake. Kuna saa I'm telling kwenye haya maisha, bila maombi ya kufahamu falme na mamlaka haung'oki, hautoki, hautoboi. Bwana Yesu asifiwe. Ilibidi Yesu mamlaka yake isikike. Alipotoa sauti, it was the sound of victory. Ilikuwa ni ishara ya ushindi, ambayo ndani ya ishara hiyo ya ushindi palikuwa pana sauti ya mamlaka. Alafu baada ya hapo, alipoitoa sauti ya mamlaka, akagonga muhuri kwa roho yake kutoka. Alafu Biblia inasema pazia la hekalu likapasuka. Kwa nini kuna hekalu kama hili? Alafu pawepo na pazia. Alafu kwa nini, kuna uhusiano gani wa damu na pazia kupasuka? Sababu roho ya Yesu ilipotoka, tunasema alikata roho, maana yake kuna damu ilitoka. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 25 kuanzia mstari wa 8 mpaka wa 10, Mungu anatoa amri ambayo ndani yake kuna maelekezo. Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Kutoka 25 ule mstari wa 9, sawasawa na hayo yote ni kuoneshayo mfano wa maskani na mfano wa vyombo vyake vyote, ndivyo utakavyo vifanya. Nao na wafanye sanduku la mti wa mshita, urefu wake na urefu wa dilia 2.5 na upana wake dilia 1.5 na kwenda juu kwake dilia 1.5. Mstari wa 8, nao wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu kinachoitwa tabernacle. Bwana Yesu asifiwe. Kipindi cha Moses, Mungu alitoa maelekezo. Katika maelekezo aliyoyatoa, alimwambia Musa, unitengenezee kitu kinachoitwa tabernacle. Hii tabernacle ambayo Mungu alikuwa anaitaka, sababu Mungu alikuwa anataka aweke maskani.
Bwana Yesu asifiwe. Sisi wakati tunakuwa tulikuwa kuna mfumo, sijajua siku hizi kwa kuna mfumo wa vijiwe. Sasa baskofu alikuwa anakaa vijiweni. Sasa pia amekaa vijiweni. Nafikiri yani ilikuwa ni kitu cha yani mahali ambako menda mnabishana juu ya mpira. Mnabishana juu ya mpira. Mnabishana juu ya movie. Na ukiangalia wasikaji wote ambao walizamia kwenye meli, energy ya kuzamia walitoa maskani. Kama kuna bro amesafiri akazamia, akaanza kutuma viatu vya Nike na mabuti ya Timberland kwa mdogo wake pale, anaanza kuwapa story sasa. Bro alizamia. Kwa hiyo mnaanza kupeana story za kuzamia kwenye meli, alafu unajiuliza huyu mtu amekaaje kwenye meli mwezi mzima anakula biskuti. Kuna bro moja alizamia. Kwa hiyo maskani ni mahali ambako mtu alikuwa akitaka utulivu, anasema naenda kupiga story maskani. Kwa maskani ni mahali ambako kitaa sasa, ili unielewe sasa, yani kitaa ni mahali ambako, ndio maana ukienda kuna baadhi ya mitaa staji, kuna baadhi ya wilaya sizitaji hapa, utakuta kuna mahali kuna vijua wamechora mapicha ya ajabu ajabu, si ndio? Maana yake ni mahali ambako palikuwa pana utulivu, lakini mahali ambako stori zote mnabadilishana pale. Kwa hiyo Mungu amekaa juu mbinguni, anatoa maelekezo kwa Moses. Anamwambia Musa, nataka nibadilishe mfumo wa kiutawala. Katika mfumo wa kiutawala naotaka niubadilishe, nataka nije nikae katikati yenu. Ili niweze kukaa katikati yenu, ninaomba nitengenezewe maskani, nitengenezewe tabenako. Kipindi hicho walikuwa waiti hekalu, walikuwa naita tabenako. Later on ndipo panakuja ku advance, panajengwa mahekalu. Lakini kipindi cha Musa palikuwa panaitwa tabenako. Kwa ni mahali ambako Mungu alitoa maelekezo ili aweze kuketi katikati ya wana wa Israel. Alihitaji mahali pa kuketi. Bwana Yesu asifiwe. Bado nakuonyesha nguvu ya mamlaka. Kwa nini pazia la hekalu lilipasuka? Kwa hiyo Mungu akatengenezewa kitu kinachoitwa tabenako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa nini nakwambia advance maendeleo ya tabenako ndio hekalu? Principle iliyokuwepo ndani ya tabenako, it was the same principle ambayo hata kwenye mahekalu ilikuwepo. Hiki ni kipindi cha Musa. Kwa hiyo wakahakikisha wanaweka pazia. Bwana Yesu asifiwe. Wakahakikisha wanaweka nini? Pazia. Soma kitabu cha Kutoka sura 26. Kutoka sura 26. Mstari wa 31 mpaka 35. Kitabu cha Kutoka 26 mstari wa 31 hata wa 33. Biblia inasema, nawe fanya pazia la nyuzi za rangi ya samawi na rangi ya zambarau na za rangi nyekundu na nguo za kitani nzuri zenye kusokotwa. Litafumwa na kutiwa katika makerubi, kazi ya fundi stadi. Kisha litungike katika nguzo 4 za mti wa mshita zilizofunikwa dhahabu. Vifungo vyake vitakuwa vya dhahabu katika matako ya fedha 4. Nawe tundika lile pazia chini ya vile vifungo. Nawe leta lile sanduku la ushuhuda na kulitia humo nyuma ya pazia. Na lile pazia litagawanyika kati ya patakatifu
na mahala patakatifu sana. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi, rudia tena hapo mstari mwisho na hilo pazia. Nawe tundika lile pazia chini ya vile vifungo. Nawe leta lile sanduku la ushuhuda na kulitia humo nyuma ya pazia. Na lile pazia litagawanyika katika patakatifu na mahali patakatifu sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inatuambia katika maelekezo aliyopewa Musa, Mungu akamwambia katika ilo tabenako, mahali ambako nitaketi. Kwa lugha nyingine, kuna mfumo Mungu alikuwa anautengeneza ambao ni wa tofauti. Atakuja ataketi, lakini akasema ninahitaji niwekewe pazia, na ili pazia lazima fundi stadi ahusike kwenye ujenzi wa madhabahu. Na ukisoma utagundua Mungu alikuwa anaachilia roho wake kwa watu. Kwa hata mafundi stadi kulikuwa kuna roho wa Mungu ndani yao. Alafu anawaita wahusike kwenye kujenga madhabahu. Sasa muulize jirani yako, wewe unafanya shughuli gani? Au mwambie usinijibu, ni siri yako. Alafu mwambie iko unachokifanya si roho wa Mungu anahusika. Listen to me. Iko unachokifanya si roho wa Mungu anahusika. Asabu jirani yako, wewe unakitumiaje kwa ajili ya ujenzi wa ufalme? Discuss na jirani yako hapo. Unatumiaje kwa ajili ya ujenzi wa ufalme? Biblia inasema ya kwamba wale mafundi stadi, unajua tunazungumza juu ya ujenzi wa tabernacle, mahali ambako Mungu anataka aje akae. Maandiko yanasema hivi, Musa, hakikisha kuna watu ambao wana ufundi stadi. Maana yake hao watu ambao wana ufundi stadi, ujuzi walionao ni roho wangu amekaa ndani yao, wakawa na huo ujuzi. Na mimi nakuuliza sasa, ujuzi ulionao, China haujawahi kwenda. China hujawahi, wala hujawahi kukanyaga. Lakini ukiposti ukielezea hiyo pochi, yani ni kama vile umetoka China jana. Mzigo wa moto huu kabla haujapoa. So swali la kujiuliza, kama unatumia hiyo roho kwenye kukonvince watu wanunue bidhaa, kwa nini usitumia hiyo roho pia ukakonvince watu wakaokoka? Bwana Yesu asifiwe. Unajua sisi zamani ilikuwa ni raha una Biblia yako kubwa namna hii, alafu unatembea nayo mpaka maskani. Yaani sisi zamani kipimo ya kwamba kweli umeokoka ni kwenda maskani na Bible. Yaani ukikanyaga maskani na Biblia, alafu ukawakazia wale mabwana, ukawaambia habari za Yesu, wanakwambia bwana wewe utakuwa wewe ushaishua sela. Lakini ukafanyaje? Ukawapa habari za Yesu, ndio ujasiri. Je, wewe imagine wewe ni mhasibu ofisini kwako, malipo yote ya ofisi yanapita kwako. Sasa roho yako ya uhasibu unaitumiaje katika ubora kumwambia mtu maisha bila Yesu ni mzigo? You are a doctor. Wewe ni daktari. Wewe ni daktari. Umeshagundua kabisa hili gonjwa haliendi. Unamwambiaje mtu, yaani wewe ofisini kwako pale juu hata kitabu cha tenzi mtumishi hauna. Ni mpaka ukipitia vita ndio nakumbuka kuna Biblia sasa. Kama wengine ambavyo mnalala na Biblia kwenye vitanda,
Waliotengeneza makaratasi, waliotengeneza vitabu hivi vya Biblia, hizi karatasi na makava, hawakutuwekea ili tulalie chini ya mto kitandani. Mungu anamwambia Musa, kuna watu wanafundi ustadi. Sema, Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwaka huu nitavuna nafsi. Nitavuna nafsi. Wakati mwingine tengeneza prayer point. Mimi mwenzako zamani nilikuwa natengeneza prayer point, nikijua kuna watu kama sina tangible testimony, kama sina ushuhuda wa kushikika, hawawezi wakaokoka. Nikamwambia Mungu, ili watu hawa waokoke, naomba testimony. Bwana Yesu asifiwe. Wewe familia yenu si watu wana kelele nyingi sana kanisani kila siku. Sasa unamwambia, just tell God, God, give me a certain miracle. Nipe muujiza ambao wataona umenibeba na ukanibembeleza na mnaita kugrow Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. I'm telling you, katika muujiza mkubwa ni uso wako kufunikwa na utukufu wa Mungu. Hiyo ni kati ya muujiza ulio mkubwa sana. I'm telling you, hata kama una 50, hawatakuona kama una 50. Bwana Yesu asifiwe. Ninachotaka kuonyesha ni kwamba Mungu alihakikisha anatumia mikono ya wanadamu. Pasaka ya mwaka huu itukumbushe ya kwamba Mungu ana haja. Yaani hata ili jua linalotupiga, mafundi stadi humu ndani walitakiwa watafute solution kupitia vipawa vyao. Alafu waje tu ofisini watuambie, wachungaji, upande ule jua linatusumbuaga, kwa hiyo tutafanya namna hii, namna hii, namna hii, ili sisi makuhani tuhubiri tu injili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inasema hivi, mafundi stadi wakatengeneza. Maandiko hayasemi wakatafuta watu wakawalipa ili watengeneze mapazia, hapana. Na unataka kujua hao watu roho ya ubora ilikuwa ndani yao. Kuna vipimo vya pazia ambavyo viliwekwa, nao wakavifuata. Ifike mahali tuwe very proud kutumia ujuzi ambao Mungu ametupa kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, mwambie wewe una ujuzi fulani. Yaani wewe una ujuzi fulani. Yaani wewe hapo uliko una ujuzi fulani. Watumishi, ili jua wacha tu lifanya ya kwake, kwa sababu tuna ujuzi na unatakiwa uwepo hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu, wakati mwingine promotion yako, kibali chako kimefungwa mahali, sio kwa sababu upako hauko kwenye hii nyumba. Ni kwa sababu haujawahi kumwambia Mungu, nina ujuzi wa kitu fulani, kanisa nilioko litanufaika kwa jinsi gani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikiwa najiombea juu ya wingi wa siku, namwambia Mungu, nipe kazi nyingi, niishi muda mrefu. Let me tell you something. Kuna saa namna ya kutengeneza hoja inakupa kusurvive. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Swali langu mimi ni hili, humu ndani tuna vijana wengi, wana nguvu, wana maarifa. Je, wewe ujuzi wako kanisani unatusaidia nini sisi? Bwana Yesu asifiwe. Je, Kristo akikuangalia akasema huyu ana ujuzi wa kitu fulani, je, kupitia ujuzi wake nini kimefanyika? Biblia inazungumza, unajua tunapozungumzia tabernacle, tunazungumzia ujenzi wa hekalu. Tunazungumzia kitu ambacho ni very sensitive, kitu ambacho Mungu anakuja kukaa kwenye iko kitu. Anasema Musa, kuna watu ambao wana ustadi wa kutengeneza haya mapazia. Kwa pazia likawekwa according to the Bible, ili pazia liliwekwa kwa ajili ya kugawanya patakatifu na patakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ili pazia
Mungu singeweza kumwambia Musa, nyosha mikono yako juu pazia litashuka? Inapofika saa ya kujenga nyumba ya Mungu, ni lazima watu tuwajibike. Bwana Yesu asifiwe. Inapofika saa ya kujenga nyumba ya Mungu, ni lazima watu tuwajibike. Biblia, huu sio ujumbe wangu, hii imekuja tu, kuna mahali naenda. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba watu walitengeneza pazia. Sio Mungu alimwambia Musa, nyosha mikono juu pazia itashuka. Mungu alimwambia Musa, kuna kazi umeifanya. Watu ulionao wana maarifa, na haya maarifa ninayahitaji kwenye altar. Haya maarifa ninayahitaji. Mwambie Mungu, nipe nguvu ya maarifa, niyatumie kwa ajili ya kazi yako. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, ukitoa maombi yako kwa Mungu juu ya mahitaji ulionayo na vurugu zinazo za maisha, je, una kitu chochote cha kumwambia Mungu siku akikwambia saa yako imefika? Una kitu cha kumwambia God? Kumbuka, ongea jirani yako. Nguo zako hazina umuhimu kwa sababu ndugu zako watagawana. Kama ndugu hauna, zitaenda kwa yatima na watu wenye mahitaji maalum. Do you have anything cha kumwambia Mungu? Kumbuka, ongea jirani yako, muongea naye. Yani kweli tuko kwenye mfungo kweli, lakini leo ndo siku ya mwisho. Ongea jirani yako, je, una kitu chochote ambacho, listen to me, unapohusika kwenye ujenzi wa ufalme wa Mungu, unafanyika kuwa sehemu ya utendaji kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Na hakuna kitu chenye faida kama iko. I'm telling you, hakuna kitu chenye faida kama iko kuhesabika kuwa watendaji wa katika kazi za kifalme. Kwa hekalu likawa kwenye matengenezo, pazia likawekwa. Kwa nini pazia la hekalu lipasuke? Why? Kwa nini pazia la hekalu lipasuke wakati damu ya Yesu, wakati roho ya Yesu inatoka? Kwa nini pazia la hekalu lipasuke? Kwa nini tuwe na ujasiri wa kusema kwa kupigwa kwake sisi tumepona? Why? Kwa nini kuzimu, kwa nini falme, kwa nini mizimu ya kwenu ikisikiaga damu ya Yesu ikimbie? Sasa wakati mwingine haikukimbii kwa sababu unayeitumia damu haujui damu thamani yake ikoje. Pazia la hekalu lilipasuka kwa sababu Yesu anahesabika kuwa sadaka ya kwanza ya kuteketezwa. Yesu anahesabika kuwa sadaka ya kuteketezwa. Sadaka ya kuteketezwa, Yesu anahesabika kuwa ndiyo sadaka. Ndio maana anasemaje, Kristo ndiyo limbuko la walio hai. Kwa Yesu ndiyo spiritual symbolic ya kwanza, ni alama ya kwanza ya kiroho yenye uzililisho, usisahau hilo, uzililisho sahihi ya maana ya sadaka ya kuteketezwa. Pazia la hekalu lisingepasuka kama Yesu asingekuwa ni sadaka teule ya kuteketezeka. Bwana Yesu asifiwe. The foundation of the blood of Jesus is there. Msingi wa damu ya Yesu uko hapo. Kwenye damu ya Yesu msingi wake uko hapo, ya kwamba damu ilikuwepo kwa sababu yeye ndio sadaka ya kwanza ya kuteketeza. Biblia inaposema hivi, damu ya Yesu inanena mema kuliko damu za mafahari, kuliko damu za wanyama. Sababu ya damu ya Yesu kunena mema ni pazia lilipasuka walipochukua damu za wanyama
pazia lilikuwa halipasuki. Ni mtu mmoja anaitwa kuhani aliyekuwa anaenda patakatifu patakatifu. Yaani kabla Yesu hajafa walikuwepo makuhani, na hao makuhani walikuwa kazi yao ni kusimama kati ya watu na Mungu. Kwa hiyo watu mnakaa huku, nyinyi mliokaa huku, kazi yenu ni kutoa sadaka. Kazi ilikuwa ni kutoa sadaka, lakini hii sadaka anaipeleka kule ndani ni kuhani. Kwa hawa makuhani walikuwa wanabeba sadaka za wanyama. Kwa hiyo kama shida za nyumbani kwenu na mkatambua thamani yenu, thamani ya sadaka ni ya ng'ombe, kwa hiyo mnakusanyikana sasa, mnachukuana sasa, mnaenda hekaluni. Kwa hiyo kila familia ilikuwa inaenda, watu walikuwa wanakaa. Kwa walipokuwa wakifika hata kwenye kipindi cha Musa, sio Musa aliyekuwa na jukumu la kwenda patakatifu patakatifu, yeye alipewa maelekezo. Ndio maana Mungu alisema hivi, nitengenezee kwa jinsi nionavyo mimi, sio kwa jinsi yako Musa. Bwana Yesu asifiwe. Swali la kujiuliza, kwa nini za wanyama hazikupasua heka? Nisome Mambo ya Walawi 16 mstari wa 12. Kisha atataa chetezo kilichoonja makaa ya moto yaliyotoka katika kilichojaa mtumishi, chetezo kilichojaa makaa ya moto yaliyotoka katika madhabahu iliyo mbele za Bwana, na konzi 2 za uvumba mzuri uliopondwa sana mikononi mwake, naye utaileta ndani ya pazia. Kisha utatia ule uvumba juu ya moto mbele za Bwana, ili moshi wa ule uvumba ukisitiri kiti cha rehema kiliko juu ya ushuhuda, asije akafa. Kisha atataa baadhi ya damu ya yule ng'ombe na kuinyunyizia kwa kidole chake juu ya kiti cha rehema upande wa mashariki, na mbele ya kiti cha rehema atanyunyizia ile damu kwa kidole chake mara 7. Angalia, anasema ni ile damu, nisikilize kwa makini, ni ile damu tunaombeaga watu hapa, alafu utakuta mzimu wa babu unasema hii kansa ni ya kwetu, hii kansa ni ya kwetu. Unawauliza mna uhalali upi? Wanasema ni damu. Ukishasikia kuna uhalali wa damu, elewa kabisa hapo ni kuna falme na mamlaka. Ndio maana ukisoma kuna mahali wanasema walikuwa wanachinja wale wanyama, alafu wanachukua figo, wanachukua maini, wanaweka madhabahuni. Kwa kama walikuwa wanaweka madhabahuni, maana yake watu wa kwenye hiyo familia. Sasa hii ni mfano wa madhabahu za kwenu. Kama nyumbani kwenu walikuwa wanachukua figo, wanachukua maini, wanaweka juu ya madhabahu, maana yake ni nini? Maana yake atakaenda kinyume na hiyo madhabahu, ugonjwa fulani ni wa kwake, ugonjwa wa ini ni wa kwake. Ndio maana na asilimia 99.9 ya magonjwa yanazaliwa na adhabu za kimadhabahu. Ndio, mimi nakuhakikishia asilimia 99.9 ya magonjwa ni outcome ya adhabu ya kwenye madhabahu. Ndio maana ilibidi Yesu apigike, roho yake itoke, ili aende avuruge mfumo wa kwenye madhabahu, sisi tuandikiwe tumepona. Na kuhakikishia asilimia 99.9 behind many diseases, nyuma ya magonjwa mengi kuna roho. Na utaka kujua kuna roho, angalia watu wengi wanagunduaga wanaumwa tayari washapigika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Sasa ni kidore kina damu, ni damu inapelekwa madhabahuni. Haipelekwi na
mmoja, inapelekwa na mtu mmoja. Sasa huyo kondoo wanayemchinja, huyo ng'ombe wanaomchinja, wanaita ni sadaka ya kuteketezwa. Maana ya sadaka ya kuteketezwa is a reconciliation offering, ni sadaka ya upatanisho. Mwambie jirani yako hajui, mwambie hajui, mwambie. Sadaka ya kuteketeza ni sadaka ya upatanisho. Biblia inaniambia hivi. Biblia inaniambia hivi. Hii sadaka ya kuteketezwa, it was for the sake, for the purpose of reconciliation. Ilikuwa ni sadaka ya upatanisho. Na nazungumza juu ya mambo ya Agano la Kale. Na kwenye theology wanasema hivi, hapa ndipo imani ya Kristo. Siku Mungu alipotoa instruction atengenezewe tabernacle, atengenezewe mahali pa kukaa, hapa ndiko mahali ambako imani ya Kristo ilianza kutengenezeka kwa ajili ya kazi iliyoko mbele. Mungu hafanyaki vitu ovyo ovyo. Mwambie jirani yako, Mungu ni Mungu wa mpangilio. Ndio maana mwambie, ukiniona niko kanisani nalia, Mungu anapangilia maisha yangu. Kwa hiyo siku ukiniona niko mahali, sijaibuka ovyo ovyo wewe. Kama ni kwenye kitabu cha Kutoka, anasema nataka maskani nije nikae duniani. Maana yake Mungu alijua kuna siku vitu vitakuwa vice versa. Hada ya gharika. Alielewa mwana, akaanza kutengeneza wakiutawala na kutia moyo, wewe umtafutiaye Mungu asubuhi na mchana na usiku. Kuna mpangilio wa maisha yako Mungu anautengeneza. Kuna mpangilio wa maisha yako Mungu anautengeneza. Wakisema mbona unalia sana, waambie sina mahali kwingine pa kupeleka machozi zaidi ya msalaba. Na mimi naekubi sijawaiona msalaba ukimtupa mtu. Hii ilikuwa ni sadaka ya upatanisho. Tunakuambia habari ya tabernacle hapo. Hata hekalu bado. Hii ni tabernacle. It was just a very small area. Tabernacle maana yake ni eneo lililokuwa ni dogo. Siku hizi wataita a small chapel. Nowadays wanaita small chapel. Kanisa dogo. Ilikuwa ni mahali ambako waliingia. Sasa sadaka ya kuteketezwa kwa mujibu wa Mambo ya Walawi sura ya 1. Sadaka ya kuteketezwa ilikuwa ina vipengele vifuatavyo. Na huyu ndio Yesu harisi. Hapa tunazungumza kwenye Old Testament, Agano la Kale. Hii ni principle ya kimadhabahu. Hii ni principle ya kuingia patakatifu. Ili wachukue sadaka. Ukisoma hiyo Mambo ya Walawi sura ya 1 yote, ukaisome yote, unajua watu mnakimbiaga baadhi ya vitabu, mnapindaga Zaburi tu kwa kuwa inakwambia Bwana ndio mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Unapendaga Zaburi kwa kuwa inakwambiaga walinisukuma sana ili nianguke, alafu Bwana akaniinua. But the foundation of your personal relationship with God is there. Msingi wa uhusiano wako binafsi na Mungu uko hapo. Mtumishi, wewe unapendaga Isaya, tena Isaya unapenda wapi? Nijapopita katikati ya maji. Yaani kuna wengine hapa isingekuwa mafundisho ya kipaimara na komunio, Sara baba yetu usingejua wewe. Hiyo fikiria, umesikia Biblia alafu naambiwa tu urefu wa pazia hiki. Hiyo fikiria, umesikia Biblia alafu naambiwa tu urefu wa pazia hiki. Urefu wa sanduku la agano. Maana sanduku la agano lilikuwa na nini? Lina mbao na dhahabu, mtumishi. Yaani binzari.
ilikuwa inahusika. Sema binzari mtumishi, dhahabu mtumishi. Ilikuwa inahusika kwenye kutengeneza nini? Sanduku la agano. Maana yake Mungu mwenyewe ni mbabe, anapenda kunukia vizuri, Mungu anapenda aura, asema aura. Mungu anapenda harufu ya utajiri. I declare you are rich in the mighty name of Jesus. I declare you are rich in the mighty name of Jesus. Sanduku lina nini? Lina dhahabu. Sasa nisikilize, katika Mambo ya Walawi sura ya 1 kuna vitu vifuatavyo juu ya sadaka ya kuteketeza. Kitu cha kwanza, sadaka ya kuteketezwa ilikuwa lazima pawepo na utayari. Haikuwa sadaka rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nakwambia, kama kwenye maisha yako haujawahi kufika siku unaenda benki au nyumbani chini ya godoro, kama unaweka chini ya godoro. Sisi mnani wote ni matajiri, siamini kama tuna vibubu. Vibubu ni vya watoto wadogo. Sawa, kweli vibubu leo tuweke 500 kweli kwa vibubu? We are rich in the mighty name of Jesus. Amen. Nisikilize, kuna saa nyingine ibada Mungu anayotaka ili aweze kufanya upatanisho na wewe kwenye kitu fulani ni juu ya sadaka ya kuteketeza. Hii sadaka haijawahi kuwa nyepesi, na kuhakikishia hii sadaka mtu anaweza akafunga, baba askofu, siku 40, lakini sio kutoa sadaka ya kuteketeza. Naudia tena, mtu anaweza akafunga siku 60, lakini sio kutoa sadaka ya kuteketeza. Ni sadaka ambayo inafanyikaga kuamua misimu mbalimbali kwenye maisha yetu. Ni sadaka ambayo sababu yake ya kwanza ni ipi? Ili iweze kupokelewa lazima pawepo na utayari. Ndio maana kipindi kile walikuwa wanachukua ng'ombe, alafu wakimchukua ni lazima kwanza apite kwa kuhani kabla hajachinjika, lazima apite kwa kuhani. Kwa hiyo angalia, hii ndio sadaka ambayo kwenye Mathayo 26:39 Yesu anaenda kuomba, anamwambia Baba, ikiwezekana kikombe hiki niepushe. Hii ilikuwa ni vita ya sadaka ya kuteketezwa. Kwa sababu ya muda sikusomei hii mistari, utasoma Mambo ya Walawi sura ya 1 yote. Hapo kwenye Mathayo, hapa ni mahali nikajiuliza, ina maana Yesu kati ya la alizokuwa nazo kwa wakati ule, fikiria, huyu tunamzungumzia ni Yesu ambaye hapo mwanzo palikuwepo na neno, na neno alitoka wapi? Alitoka kwa Mungu. Kwenye Yohana 1:14 maandiko anasema alikuja ili akae na sisi. Sasa huyu ni Yesu ambaye anajua ukuu wote wa Mungu, anajua raha zote za Mungu, anajua Mungu akifurahi anakuaje, anajua kitimoto cha huko juu kikoje, kama kitimoto kilikuwepo. Kwa lugha nyingine, huyu ni mtu ambaye alikuwa anajua ni malaika wapi, makerubi yapi, ni serafi wapi. Alikuwa anajua kila kitu. Alikuwa anajua paka sarafini, alikuwa anajua kila kitu. Lakini ilipofika saa ya sadaka ya kuteketezwa, Yesu alitaka kugoma. Yesu alitaka kufanyaje? Kugoma. Anataka kugoma kwa nini? Anasema Baba, ikiwezekana. Unajua Yesu alipiga maombi, alafu akaondoka akaenda kuwachungulia wanafunzi wake. Maandiko anasema akarudi tena mara ya pili, Baba, ikiwezekana. Yaani ngoja nikwambie, 10,000 haiwezi kukuanzisha kutoa. I'm telling you. Ndio maana mtu akiwa na 10,000 kumpa Mungu yote ni rahisi, lakini sio mtu akiwa na milioni 100. Mimi nakwambia, mimi na baba askofu hapa tushaiombeaga watu, wakatuita hapa nje wakatuambia piga mahesabu ya kila kitu hapa, naenda kuleta sadaka. Askofu akaniita, dogo uko wapi? Nikakimbia haraka. Akaniambia tumwekee mikono. Na kipindi hiko tuna ka small tent. Kwa tuko kwenye maombi tunatafuta muujiza. Tuko kwenye nini? Small tent.
watumishi hatukuibukaga tu. Hii ofisi tulionayo saizi yenye kiyoyozi hakikuwepo. Yaani tulikuwa tuna mafeni yale yanapiga baka yale pa 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 pa. Sasa nikija kuombea watu ofisini lazima nibebe na nguo nyingine ya ziada. Hii nikitoka niwe smart. Kwa sababu gani? Hali ya ofisi ndani. Hali ya ofisi nani? Anakuja mtu anasema nimemuona Mungu wenu, maliziani tu kwenye finishing hii. Nitamkeni tu neno. Ita maengineer we. Lakini kwa kuwa hatukuwahi kutegemea mwanadamu, tulisahau mpaka leo. Nimekumbuka muda huu. Yule mpendo wa kurudi watumishi. Yule mpendo wako nini? Utayari wa sadaka. Utayari wa nini? Utayari wa sadaka. Ikiwa kuna kitu nimekiona mimi, Mungu siku zote ana haja na walio tayari. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize. Mungu siku zote ana haja na walio na utayari. Maana maandiko yanasemaje? Waliokuwa na haja ya kuponywa kipindi cha Yesu waliponywa. Kitu cha pili, ukisoma hapo mambo ya Walawi sura ya kwanza, unagundua kuna kitu kinachoitwa utambulisho. Ndio maana makuhani walikuwa wanaweka mikono yao juu ya vichwa vya ile mifugo, juu ya vichwa vya wale wanyama. Maana yake sadaka ya kuteketezwa hii ndani yake ina utambulisho. Wangapi wanaelewa paka hapo? Ina nini? Ina utambulisho. Hii sadaka hii ina utambulisho. Kitu cha tatu, ndio maana huwezi ukatoa maisha yako muhanga kwa Mungu alafu Mungu asikutambulishe. Ni jambo la wakati tu. Hii sadaka, ndio maana kipindi cha hiki sadaka walikuwa wanapita pale mbele ya wanyama alafu wanawekewa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha tatu ni kipi? Ilikuwa ni sadaka ya kuchinja. Maana yake ndani ya huyo mnyama lazima damu itoke. Lazima damu itoke. Kitu cha tatu ni kipi? Ilikuwa ni tafsiri ya sadaka ya kuteketeza. Tukio la mwisho ambalo linabeba the full interpretation ni hii, kuteketeza. Sasa nimesema vipengele vingapi kwa sadaka ya kuteketeza? 4, sio? Cha kwanza nimesema ni kipi? Kipi? Mimi nilikuja kugundua kwenye maisha ya Yesu ndio haya tunayoishi. Mfano, mtu akiwa hana utayari wa kuwa tajiri hawezi kuwa tajiri. Ninakuhakikishia. Mtu akiwa hana utayari wa kuolewa hawezi kuolewa. Kwa sababu siku zote hata tafuta mistake zangu ziko wapi ambazo mtoto wa mama mkwe hawezi akazibeba, nijirekebishe. Nimekuja kugundua mtu akiwa hana tayari ya kuwa na kiwanja hawezi kuwa na utayari. Kwa sababu gani? Kuna mtu analipwa hela nyingi hana kiwanja, na kuna mtu analipwa 200,000 ana kiwanja, anadunduliza tu, inaenda tu mpaka mwisho wa siku anamiliki vitu. Ni kanuni ya kiroho. Lakini nikagundua kitu cha pili, pasipo utambulisho hakuna kinachofanya kazi kwenye maisha. Lakini nikagundua kipi? Pasipo damu, pasipo maumivu. Wakati Yesu damu yake na mwagika, palikuwa pana maumivu. Lakini saa ya kuteketeza, ukisikia kitu kimeteketezwa, maana yake kimefutika kila kitu. Leo ukisikia sadaka ya kuteketezwa, ilikuwa lazima ipite kwenye vipengele hivyo. Sasa huyu Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ilibidi awe kafara ya kuteketezwa. Ndio maana kuna saa Yesu hakuwa na utayari, alijaribu kukataa, lakini baadaye Yesu akasemaje? Baba, ikiwezekana, kuna mtu yuko sehemu fulani ana kansa, inabidi apone. Kuna mtu kwao kuna shida ya ini, inabidi apone. Kuna mtu kwao kuna shida ya HIV ya kurithi, inabidi apone. Yesu akasema sawa, Mungu aliye hai, maana niko tayari, mapenzi yako yatimizwe. Maana yake nini? Yesu akakubali
kuwa sadaka ya kuteketeza, akakubali kwenda msalabani. Palikuwepo na damu nyingi wapendwa, palikuwepo na damu za ngamia, palikuwepo na damu za ng'ombe, lakini ilipofika saa Yesu akasema, niko tayari mimi nibebe uovu wa kila mtu, ili damu yangu ihesabike kuwa alama ya ukombozi, alama ya uponyaji. Maandiko anasema Yesu akamaliza maombi. Ilikuwa ni sura ya 26. Baada ya hapo Yesu anaelekea kwenye mateso yake. Baada ya hapo karakashakarapara, kuna msimu mkubwa ulikuwepo mbele ya Yesu. Hakuna aliyeutambua ule msimu. Kuna baraka nyingi zilikuwepo, hakuna aliyetambua zile baraka. Lakini Yesu akasema, ikiwa niliacha kila kitu nikaja hapa duniani ili nikae na wana wa Mungu, ili niwatengenezee njia wana wa Mungu, lazima nikubali kufa mimi. Ndio maana maandiko anasemaje? Yesu alibeba msalaba kuelekea Golgotha. Maandiko anasemaje? Ilikuwa ni siku fulani, kuanzia saa 6 giza likatanda, kila mahali pakakaa kimya, kila mahali pakakaa kimya. Hauwezi ukaonesha nguvu iliyoko ndani yako kama kuna kelele nyingine. Ilifika mahali ilibidi dunia nzima ikae kimya, ikae kimya, ikae kimya, ikae kimya. Ukiona napita mahali dunia nzima inakaa kimya, hawanishiki mkono, hawanitii moyo, hawaniambii inawezekana, jua nakaribia kutengeneza historia. Jua nakaribia kutengeneza historia. Mashokoroko sakarapara. Ilifika mahali dunia nzima imekaa kimya. Kuanzia saa 6 ghafla giza likatanda. Hakuna nuru kama hakuna giza. Na kutangazia juu yako, katikati ya giza uliopo, lazima nuru iangaze mwanangu, lazima nuru iangaze. Katikati ya giza la uchumi, haijalishi vitu vinapanda bei, lazima giza iondoke, nuru iangaze. Nimetumwa kwenye Ijumaa Kuu ya leo kupitia sadaka ya kuteketeza. Ilibidi wakati sadaka hii iko kwenye maandalizi ya mwisho, ipo kwenye hatua ya mwisho, ilibidi giza likae kila mahali. Ukiona giza kwenye maisha yangu, jua na ukombozi mkubwa mbele yangu. Ukiona giza, sio kwamba Mungu amenitupa, sio kwamba Mungu amenisahau, sio kwamba Mungu hajawahi kunisikia. Ukiona giza kwenye maisha yangu, sio kwamba Mungu ameniweka kando, sio kwamba Mungu amenisahau. Ni kanuni yake, ajapo kuhuzunisha sana atanifurahisha sana, ajapo nihuzunisha sana atanifurahisha sana. Koroko shakarapara. Katikati ya bonde la uvuli wa mauti, Yesu alipita kwenye giza. Na mimi niko hapa kukuambia leo, katikati ya bonde la uvuli wa kansa, uvuli wa bichomi, kipanda uso, matatizo ya afya, Bwana yuko pamoja na wewe. Bwana yuko pamoja na wewe. Muda huu wanafunzi wa Yesu hawakuwepo. Muda huu mama yake Yesu hakuwepo, ndugu zake Yesu hawakuwepo. Alikuwepo Yakasha. Hakuwepo ndugu yake hata mmoja. Lakini Yesu akasema, ajapo nihuzunisha katika giza, yeye ataninua tena. Nijapopitia hasara kwenye biashara, yeye atanijaza tena. Nijapopitia maumivu kwenye familia, yeye atanipa furaha tena. Yesu akasema, katikati ya hili giza, wacha nimalize mwendo. Mpendwa, katika jina la Yesu, kadiri giza linavyoongezeka, asubuhi yako imefika. Kadiri giza linavyoongezeka, asubuhi yako imefika. Wangapi wananielewa siku hii ya leo? Kadiri ya giza linavyoongezeka, ni kweli bosi wako anakuchukia, ni kweli staff wenzako hawakupendi, lakini kadiri ya giza linavyoongezeka, asubuhi yangu imefika. Asubuhi yangu imefika. Asubuhi yangu imefika. Kilio
cha mwenye haki ni usiku, furaha yake asubuhi. Na I see you and good morning. Na iona asubuhi yako leo ikiondoa kansa kwenye mwili wako, ikiondoa kisukari kwenye mwili wako, ikiondoa maumivu kwenye mwili wako. I see you morning my dear. Na iona asubuhi yako. Kilio changu ni usiku. Nyakati za usiku tutalia, giza litakuwa limetanda. Nyakati za usiku tutaomboleza, giza litakuwa limetanda. Kuna watu 7 hapa. Ninaona Yehova anawatoa Ijumaa kuu ya leo kwenye giza liliotanda la magonjwa ya kurithi kwenye damu zao. Kuna watu hapa, kabla sijasema imekwisha, kuna watu 7. Magonjwa yanaondoka, magonjwa yanaondoka, magonjwa yanaondoka, magonjwa yanaondoka. God of Israel, God of Israel, hujapotuhuzunisha kwenye giza, asubuhi yetu imefika. Where is your morning? Asubuhi yako iko wapi? Asubuhi yako iko wapi? It is true that is a chronic disease in your family. It is true. Mwenye jina kama la kwako shangazi alikufa na hiyo kansa ya ziwa. Kuna mtu anaondolewa kansa ya ziwa hapa. Kuna mtu Ijumaa kuu ya leo anabeba ushuhuda wa kansa ya ziwa kuondoka. It is true. Shangazi yako ilimuondoa duniani. It is true. Bibi yako ilimuondoa. I standing on gap today. Nasimama kwenye eneo lililo wazi na uamurisha huo ugonjwa. Pack and go, pack and go, pack and go, pack and go, pack and go. Maandiko yananiambia hivi. Kuna harufu ya kaugonjwa na kasikia huko. And that the smell of the devil. And that is the smell of the devil. And that is the smell of the devil. Ninapangua ule mtego ulioko kwenye tarehe. Mtego ulioko kwenye tarehe. Mtego ulioko kwenye tarehe. Ile tarehe ambayo ugonjwa umeandikwa. Ile tarehe wanataka uondoe. Mama yako anaumwa, navyokuombea muda huu. Your mother she is sick. Ile wanataka wakutangulize wewe ili wamalize kwa mama yako haraka. Na hiyo ni vita ya mizimu. Na hiyo ni vita ya mizimu. Na hiyo ni vita ya mizimu. Una ugonjwa unaondoka muda huu. Huo ugonjwa unaondoka muda huu. Huo ugonjwa unaondoka muda huu. In the mighty name of Jesus Christ. My Bible is very clear. Giza lilikuwa everywhere. Giza lilikuwa everywhere. As I speak right now, in your blood system there is a darkness. As I speak right now, in your blood system, kwenye mfumo wako wa damu kuna ugonjwa. As I speak right now, katika mfumo wako wa damu kuna ugonjwa. As I speak right now, kuna kansa kwenye kizazi. As I speak right now, hawataki uolewe, wameweka hiyo kansa. Hawataki uzae nabii, hawataki uzae mtume, ndio maana wameweka hiyo kansa. Hawataki kila binti ambaye hii ni season yake ya kuingia kwenye agano la ndoa, lakini anashambuliwa kwenye afya. I declare life kwenye blood system. I declare life kwenye blood system. I declare life. 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 As I finish right now. As I finish right now. Yesu alipokata roho ikabeba tafsiri ya kuchinjwa. As I finish right now. Yesu alipokata roho. As I end up the sermon of today. Yesu wakati anakata roho ikabeba tafsiri ya kuchinjwa kwake. Ndio maana pazia la hekalu likapasuka.
Pazia la hekalu lilipasuka baada ya Mungu kuipokea ile sadaka ya Yesu. Yesu akavunja sheria, itifaki ikavunjwa, pazia likapasuka, tukapata access ya kwenda patakatifu patakatifu. Pazia la hekalu lilipasuka kupitia sadaka ya kuteketezwa. Laiti Yesu asingetoa sadaka ya kuteketezwa, pazia la hekalu lisingepasuka. Ninaona leo kuna kanuni zinavunjika kwenye familia unayotoka. Ninaona leo kuna sheria zinaondoka kwenye nyumba unayotoka. Ninaona leo kuna sheria zinaondoka, kuna kanuni zinaondoka, kuna kanuni zinaondoka, kuna kanuni zinaondoka kwenye asili ya kuzaliwa, kwenye asili ya kuzaliwa. Wako wapi wale ambao wameandikiwa saa yao ya kuinuka kwenye uchumi, magonjwa atawashambulia? Wako wapi wale ambao wameandikiwa saa yao ya kuinuka kwenye uchumi, kansa? Sijui kwa nini nasikia kansa leo. Naisikia sana kansa. Naisikia sana kansa. I don't know why. Nasikia kansa ya damu. I don't know why. Nasikia kansa ya kizazi. I don't know why. Naisikia kansa. Kansa ya tezi dume. Kansa. 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 My Bible is very clear. Inasema Yesu Kristo alipoikata roho, maana yake baada ya kuchinjwa kwake, ilipofika saa ya kuteketezwa kwake, mandoroko shakarapara, na naenda kuitamka mara tatu na kuna watu wanatoka. Naenda kuitamka mara tatu na kuna watu wanatoka. Simama hapo ulipo. Allow me for 5 up to 10 minutes to speak a word of life. Allow me. Nyosha mkono wako wa kulia. 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 Kuna watu wanatoka kwenye magonjwa ya familia. Kuna watu wanatoka kwenye magonjwa ya ukoo. Lazima Pasaka ya mwakani tuione. Lazima Ijumaa Kuu ya mwakani tuione. Kuna watu wanatoka. Kuna watu wanatoka. Kuna watu wanatoka. Kuna watu wanatoka kwenye magonjwa ya njia ya damu. Kuna watu wanatoka. Naona pazia la hekalu limepasuka. Pazia limepasuka. Pazia limepasuka. Pazia limepasuka. Nyosha mkono wako wa kulia juu. Nyosha mkono wako wa kulia juu. And then kaa kimya tu. Just keep quiet, kaa tu kimya, tuione nguvu ya pazia la hekalu kupasuka. Just keep quiet. Just keep quiet. Just keep quiet. Tuione nguvu ya pazia la hekalu kupasuka. As I speak it right now, the power is moving kwenye asili za kule tulipotoka. Asa wengine wako wapi? As I speak right now, ninaona asas. As I speak right now, ninaona pazia linapasuka kwenye asili ya nyumba uliotoka. Hiyo operation wanayoitaka, hiyo operation wanayoitaka, hiyo operation wanayoitaka, hiyo operation wanayoitaka, hiyo operation wanayoitaka ili wakumalizwe. I cancel it. I cancel it. I cancel. 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 Ile operation I cancel. I cancel. I cancel. I cancel. Kandara kasha karapara. Pazia linapasuka.
Sickness must go. Sickness must go. Sickness must go. Sickness must go. Sickness, 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 sickness. Ule ugonjwa uliomuondoa your mother. Ule ugonjwa uliomuondoa your mother. Magonjwa ya BP. BP. Ile BP, ile BP, ile BP. Ile BP, ile BP. Ile BP. Ile BP. Ule ugonjwa wa BP. I cancel in your blood system. In your blood system. In your blood system. In your blood system. Kila ripoti ulionayo from the hospital, kuna mgonjwa wao umefichwa kwenye kumbukumbu. Kuna ripoti, mama asaidiwe huyu. Kuna watu ugonjwa wao umefichwa kwenye kumbukumbu. Ulipopata hayo majibu ya ugonjwa huo hospitali, fear of death, hofu ya mauti, ya kuona unaacha watoto wako, ya kuona unaacha vitu vyako. Mwingine bado ni kijana mdogo, nasema kweli, mbona sijalifikia lile kusudi? With the voice of authority. Yesu alitoa sauti yake kwanza kabla hajafa. Yesu alitoa sauti yake kwanza kabla hajafa. I declare with the voice of authority, with the voice of authority, with the voice of authority, sickness out, out, out. Huo mguu wako wa kushoto hautakatwa. Huo mguu wako wa kushoto hautakatwa. Huo mguu wako wa kushoto hautakatwa. Huo mguu 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 wa kushoto hautakatwa. 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 Vidole vya huo mguu havitakatwa. Kimbia. Makimbia. Magonjwa ya kisukari yanakimbia. Magonjwa ya kisukari yanakimbia. In the mighty name of Jesus. Mimi ndakuwa nasema tu in the mighty name of Jesus. Sickness, sickness. Wadakuwa nasema out, 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 out. Tunakubaliana? Tunakubaliana? In the mighty name of Jesus. Sickness. Magonjwa. 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 In the mighty name of Jesus. 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 Magonjwa ya kurithi. Magonjwa ya kuzaliwa nayo. Magonjwa ya kurithi. 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 In the mighty name of Jesus. 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 Magonjwa ya kuanguka ghafla na kupooza. Magonjwa ya paralysis. Magonjwa ya kupooza. Magonjwa ya kupooza upande wa kushoto. Magonjwa ya kupooza upande wa kushoto. Magonjwa ya kupooza. 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 Kupooza upande wa kulia. Upande wa kulia. Command out. 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 Kupooza upande wa kulia. Kupooza upande wa kulia. Kupooza upande wa kushoto. Kupooza upande wa kushoto. Kila ugonjwa ambao ulikuingia kipindi ambacho madhabahu ya familia iliona nyota yako ya miaka kadhaa mbele,
Kuna watu ambao kuna magonjwa aliwashambulia baada ya madhabahu kuona kilichopo mbele yao. Hear me today. Ninaamuru huo ugonjwa ambao vita yake ni kunyamazisha nyota yako. Just say out, 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 out. Out, 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 out. Out, 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 out. Out. I command in the mighty name of Jesus. Ninaamuru kwa jina la Yesu Kristo, yale magonjwa ambayo kazi yake ni kunyamazisha nyota iliyoko ndani yako, yale magonjwa ambayo kazi yake ni kunyamazisha nyota iliyoko ndani yako, nyota iliyoko ndani yako, yale magonjwa ambayo kazi yake ni kunyamazisha mlango mkubwa ulioko mbele yako. Command out, command out, command out, command out, command out. Sema asante Mungu le hai. Rudia mara tatu. Ya tatu kwa sauti kubwa. Sema moyo wangu nimeuziririsha leo, nimeuleta mbele ya uso wako. Nimesadiki juu ya sadaka ya kuteketeza. Pendo kuu la Yesu lilitosha Kalvari. Msamaha wa dhambi uliokata Kalvari. Pendo kuu la Yesu lilitosha Kalvari. Msamaha uchukue sadaka yako. Mungu le hai.
Asante kwa ajili ya Ijumaa Kuu ya mwaka huu wa 2026. Asante kwa ajili ya nguvu ya sadaka ya kuteketezwa ambayo mtini mponywa Yesu aliwambwa, mwana wa Mungu, mwana wa Mungu. Kabla hajasema imekwisha, ilibidi roho yake ione nguvu ya mateso iliyoko mbele yake, lakini ashukuriwe kwa utayari wake, kwa utambulisho, kwa kuteketezwa, kwa kuchinjwa. Maana kwa kupigwa kwake kila magonjwa ya nyumba ya baba yangu, kila magonjwa ya nyumba ya mama yangu, kila magonjwa hayataweka makao ndani ya damu yangu, damu ya mwili wangu, kwa jina la Yesu. Sema kila sauti ya magonjwa ambayo waga ikisikia tu baraka mbele yangu, waga wanainua kisasi. Lakini katika Ijumaa Kuu ya mwaka huu, tarehe hii ya leo, tarehe 3 mwezi wa 4 2026, ninakataa magonjwa kama ilivyoandikwa, hapata kuwepo tasa wala mwenye kuharibu mimba. Na mimi nasema hivi, hapata kuwepo magonjwa, hapata kuwepo magonjwa, magonjwa ya damu, magonjwa ya viungo, magonjwa ya mwili, kwa damu ya Yesu. Sema popote palipo na fungu langu linaloitwa hela, popote palipo na fedha yangu, haitakimbizana hospitali. Sema ewe hela yangu, ni Mungu anipae nguvu ya kupata utajiri. Sitakimbizana kwenye milango ya hospitali, sitakimbizana na madripu, sitakimbizana na upasuaji, maana kwa kupigwa kwake mimi nimepona. Sema hata kama na bima ya afya, lango la hospitali halitanipokea. Najifarakanisha siku hii ya leo na magonjwa kwenye nyumba ya baba yangu, na magonjwa kwenye nyumba ya mama yangu. Sema kila ugonjwa wenye sauti ya kuniteketeza, kunitesa na kunichosha, havitapata nafasi kwangu. Sema siku hii ya leo naenda kutamka mara 7, 8 na 9, neno hili imekwisha. Tunaenda kukili huku, ngoma zitakuwa zinapigwa. Mimi nitasema tu moja, wewe unasema kwa sauti paza. Ndio tumemaliza maombi ya leo. Ngoma vipi? Piga ngoma. Moja ime. Magonjwa ya ukoo, magonjwa ya kwenye umri, magonjwa ya kurithi, ime. Mara ya pili, ime. Mara ya pili, ime. Mara ya tatu, nguvu ya ufufuo, ime. Mara ya 4, ime. Imekwisha. Mara ya 5, maestro, pega hapo, jimepiga yo, pega ya 5. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Utakapoenda hospitali wakikupima mara ya pili,
watasema amen. Ya sita amen. Ya saba, ya saba, ya saba amen. Ya nane na ya mwisho amen. Tunaenda kupiga ya mwisho, tukiamini sisi wote ni wazima, tukiamini Ijumaa Kuu ya mwakani tutaila kwa furaha na kwa kicheko. Wengine mtaila mkiwa mna pete kwenye kidole, wengine mtaila mkiwa na majumba yenu, wengine mtaila akaunti za bondi zikisoma mzigo mkubwa, wengine wataila UTT ikisoma mzigo mkubwa, wengine wataila biashara zao zikiwa zimeongezeka, wengine wataila wakiwa wanafurahia uhai. Ya tisa na ya mwisho imekwisha. Thank you, my Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The Son of living God. The Son of living God. Atengeneza njia. Amemaliza. Amebadilisha mabaya. Amemaliza. Atoaye miujiza. Amemaliza. Yeye atengeneza njia mahali pasipokuwa na njia. Anaondoa upepo wa mateso na kuweka upepo wa baraka. Amemaliza. Pazia la hekalu alipotenda. Pazia la hekalu alipotenda. Sheria hazitatuzuia, kanuni za nyumbani kwetu hazitatuzuia. I declare it is over. I declare it is over.